Bwana asifiwe. Nimerejea tena nisungumuse mambo machache kuhusu lile somo nilikuwa nikiendelea kuzungumzia la vita vinaoendelea mji wa Gaza part 2. Msikilizaji wangu, na kuomba unitekee sikio, kwa kuwa mji huo Mungu aliutabiria hukumu. Na ndio sababu vita vinaendelea huko, tukubali au tukatae, Waisraeli wakubali au wakatae, mji huo ulitabiriwa hukumu, na hukumu huo ukatimia zamani na wafalme fulani, na sasa mpaka sasa hukumu unaendelea kwa kuwa ulitabiriwa mji wa Gaza. Nataka unitegee sikio. Nitasoma kitabu cha Amosi 1 kuanzia mstari wa 7. Lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Gaza, nao utateketeza manyumba yake. Mstari wa 8. Nami nitamukatalia mbali mwenyeji katika Ashdodi, na yeye aishikaye vimbu ya enzi katika Astoni, nami nitaugeuza mkono wangu uwe juu ya Ekironi na mabaki ya Wafilisti waliotegemea, asema Bwana Mungu. Tuombe. Mungu Baba yangu, na kushukuru kwa kunipa nafasi hii, na kuomba unipe kuweza kueleza kuhusu shida ya mji wa Gaza, kwa kuwa vita vinaendelea. Bariki wasikilizaji wangu waweze kuelewa na kile nakizungumzia, na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi naomba, amen. Sasa kwa kuwa amezungumzia na kusema kuhusu yule ashikaye vimbu ya ufalme, yani mtawala katika mji huo wa Ekironi, na mabaki ya Wafilisti wataangamia, asema Bwana Mungu. Vita ilikuwa mji huo, wakati huo ilitabiriwa na ilifanyika. Na kwa kuwa mji ni mji ulitabiriwa hukumu bado inaendelea, hata wakipigana mji uchomwe, baadaye hata ukijengwa tena, hukumu inaendelea. Mstari wa 8 wa 9. Hayo ndio asemaye Bwana kwa makosa matatu ya Tiro, naam kwa mane. Sitazuia adhabu yake isimupate, kwa sababu wameitia kabila nzima katika mkono wa Waedomu. Nilikwambia kuna Waebrania, watu wa Mungu, walitiwa mikononi na watu wa mji huo wa Gaza, na wakauzwa kwa Waedomu, wakauawa. Hasira ya Mungu ilitokea kwa sababu hawakujua kama kulikuwa na mapatano au agreement hili kabila hiyo isivigane. Kumbuka, nataka nikwambie, wakati wa mfalme Daudi na mwanawe Sulemani walitia makubaliano sahihi na mfalme Amu.
Sasa watu hao walikeuka na wakakosa kukumbuka maagano au mapatano au mkataba uliowekwa na wafalme hawa, wala hawakukumbuka agano la undugu. Agano la undugu ni mkataba huo walikubaliana ili wachukue kama ndugu zao. Mstari wa 10, lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Tiro, nao utayateketeza manyumba yake. Wapendwa, Tiro maana yake ni jiwe kubwa. Hiyo ndio tafsiri ya Tiro. Ni mji mkuu wa Phoenicia au Phoenike. Naye zamani wakati wa Joshua, ukisoma Joshua 19 mstari wake 29, ilikuwa imezunguzwa ukuta. Hamu mfalme wa Tiro ndio walikuwa wamekubaliana na Daudi na mfalme Sulemani. Huyu mfalme Hamu wa mji huo wa Tiro. Sasa watu wamegeuka mapatano, hawakuyachukua kama ilikuwa ya umuhimu. Kwa maana mfalme Daudi na mwanawe Sulemani walikuwa wamesikizana na wakaandikania mkataba. Unaweza kuona Samueli wa pili 5 mstari wake 11 na hata Wafalme wa kwanza 5 mstari wa 1. Watu wa Tiro hao hawakupenda vita, ni walikuwa watu wazuri, walikuwa wanapenda amani. Watu wenye hekima, wataalamu wa kazi nyingi, mambo ya vitu vya maridadi kama kutengeneza rangi nzuri ya zambarau, kutengeneza mpaka vyuma. Hawa walikuwa ni wanabiashara na hawakuwa na haja na vita, lakini wakadhulumiwa kwa njia hiyo. Walikuwa ni wafanyi biashara, walikuwa wakiuza namna kama vile nimesema, rangi za zambarau na hata vyuma walikuwa wakiuza. Unaweza kuona hata vioo. Unaweza kuona kitabu cha Isaya 23 mstari wake wa 8 na Ezekieli 27 uendelee. Manabii walitabiri iharibiwe. Yeremia 27 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 11 na Ezekieli 26 na mstari wake 28 na hata Ezekieli 29 mstari wake 13 hadi 20. Kwa ajili ya urafiki wa wafalme hao Daudi na Sulemani na mfalme Hamu, walikuwa wamekubaliana na watu waligeuka mapatano, hawakujali undugu uliokubaliana na wakuu wao zamani. Hawakukumbuka agano ya undugu. Unaweza kuona Amosi 1 mstari wake wa 9. Mji huu ulikuwa ni mji wa 3, ulikuwa wa watu werevu sana, kwa maana kama nimekwambia, kuna watu walikuwa wakifanya kazi hii. Unaweza kuona mwanamke alikuwa akiitwa Lydia. Lydia alikuwa wa mji huo na alionekana mji wa Filipi akiuza rangi. Huko ndio alikutwa na mhubiri au mtumishi wa Mungu Paulo, naye akafungua moyo wake, akalipokea lile neno liliohubiriwa na Paulo.
na kwa ajili ya kulipokea lile neno, ikawa yeye baada ya kupokea akawasihi na akawasukuma, ili kama wameona yeye ni mwaminifu kwao na anastahili kuwa mzuri, waende kwake. Hiyo ndio jambo Paulo anatuambia, na kwa maana alikuwa mmoja wa mji huo. Unaweza kuona Matendo ya Mitume 16 mstari wake 14. Mwanamke mmoja jina lake ni Lydia, mwenye kuuza rangi za zambarau. Basi Lydia alikuwa akiuza rangi na vitu vya maridadi, na alipohubiriwa na Paulo hakafungua moyo wake, hakalipokea lile neno. Na baada ya Paulo kumaliza, akawaambia, akawasihi waweze kuenda kwake, kwa maana amepokea neno, sasa ni Mkristo. Na ukiona Amosi 1:11, haya ndio asemaye Bwana kwa makosa matatu ya Edomu, naam, kwa mane sitazuia adhabu yake isimupate, kwa sababu alimvuata ndugu yake kwa upanga, akatupilia mbali huruma zake na hasira yake, akalalua daima, akaharibu, ghadhabu yake itakuwa milele. Kwa ajili ya hiyo ghadhabu waliofanya, wakawaua hao Waebrania kwa upanga. Sasa ghadhabu ya Mungu iliwaka, na manabii wakatabilia mji huo hukumu. Hukumu ni huo wa mapigano, kujengwa, kubomolewa, watu wanauawa. Lakini nitatuma moto juu ya Temani, nao utayateketeza majumba ya Mbosiro. Wapendwa, neno hili Mbosiro ni city Sheep's City, ni mji wa kondoo, kwa maana ulikuwa kondoo wengi na walikuwa wa kondoo wa kutamaniwa. Na tabiri zote za mji huo imetajwa, zimetimia zingine, na bado kwa ajili tabiri ya hukumu mji huo unaendelea kupiganiwa na ni kubomolewa, kwa maana ulitangaziwa hukumu. Hata kama ilibomolewa au kama itakuwaje, hata Waisraeli washinde katika mji huo, bado kwa kuwa ulitabiriwa hukumu, mji utakuwa maadui wakitokea. Na mji ulikuwa ni mji wa Waedomu uitwao Mbosara, kwa maana majina waligawa mji ukawa na majina mengine, miji midogo, kama vile uliona wakati wa Waisraeli wakifuata wakitafuta wale mateka waliotekwa tarehe 7 mwezi wa 10 2023. Wao wengine walipatikana mji wa Rafa, na ni mji umegawanywa na majina mengi. Na kitabu cha Yeremia 49 mstari wake 13 hadi 22, ni mji
wa Moabu. Mji huo ni maili 75 upande wa kusini wa Damasiki. Unaweza kuona Yeremia 48 mstari wake 24, na ulikuwa mji mkuu wa Edomu zamani. Nabii Amosi alitabiri utabomolewa na nyumba zote za wakuu zitabomolewa. Ndio naweza kuona Amosi 1:12, na Yeremia alitabiri pia mji utaharibiwa. Na kwa kuwa hiyo uliharibiwa na bado unaendelea kuharibiwa, kwa kuwa vita vingali vinaendelea ukijengwa. Kumbuka nilikwambia wakati nilizungumzia part 1, Ngasa part 1, nilikwambia mji huo kuna wakati mfalme wa Misri alipanda akaubomoa, akaua na akauchoma na akaua Wakanaani wote walikuwa mji huo, na mji huo akautwaa na akapea msijana wake yule aliolewa na mfalme Sulemani, akampea kama zawadi uwe wake mwenyewe. Basi mji huo ulikuwa umejulikana sana kwa ajili ya ufugaji wa kondoo. Kondoo walikuwa wengi, na kwa ajili ya jambo hili watu sijui ni kondoo zilifanya waupendelee. Unaweza kuona kitabu cha Mika 2 kuanzia mstari wake 12. Hakika nitakusanya Yakobo nyote pia, bila shaka nitawakusanya waliobaki wa Israeli, nitawaweka pamoja kama kondoo wa mbosaro. Basi mji huo ulijulikana kwa kuwa kondoo ni nyingi na waliwekwa pamoja kama kundi la kondoo katika malisho yao. Watafanya mfumo kwa wingi wa watu. Mpendwa, mji huo sifa au kitu kubwa ilikuwa zaidi, ilikuwa ni ya wafugaji. Walikuwa na kondoo wengi ajabu, na wao ni watu walipenda amani, si watu wa kupigana, ni wafanyabiashara, walifanya mambo ya biashara. Lakini wale watu ambao hawana huruma na hawakuweza kukumbuka agano liliaganwa na mfalme Daudi na mwanawe Sulemani, na mfalme wa nchi hiyo alikuwa akiitwa Amu. Basi mpendwa, siku ya leo wacha nikome hapo kuhusu vita vya mji wa Ngasa, kwa kuwa ulitabiriwa hukumu na utaendelea. Hukumu kama ni tabiri ya Mungu, alitumana manabii wakatabiri, utaendelea kufanyika. Nitafika hapo siku ya leo. Na nikimaliza huwa na maswali 3 huwa nikiuliza. Je, wewe unaniona na unanisikia? Umewahi kumwamini Bwana akawa mwokozi wa maisha yako? Ikiwa ni kweli, ulifanya vizuri. Asante. Lakini kama bado, amini sasa nikiomba uwe mwokovu pamoja nami. Swali la pili, huenda ikawa uliamini na ukaanguka kwenye dhambi na hukupata nafasi ya kutubu. Ungama dhambi zako saa hii, utasamehewa. Swali la 3 na la mwisho, je, Mungu alipokuita, Yesu alipokuita na ukamwamini, alikupea kipawa gani cha kumtumikia?
Kwa maana haiti mtu bure, na kile kipawa mtu amepewa sharti akitumie kadiri ya uwezo wake, kwa maana kimewekwa kwake. Mpendwa, wengine ni wahubiri, waimbaji, watafsiri wa lugha, na hata washauri wa ajabu, wonderful counselors. Sijui yako ni gani? Na hata wengine wamepewa kipawa cha kutoa mali yao. Kutoa mali ni kipawa, sio kile mtu ako na mali anatoanga. Kwa maana kuna matajiri wengi na hawatumikii Mungu na hizo. Lakini nakusihi wewe unaniona, kwa kuwa maneno haya nayazungumza kwa ajili yako. Kama nataka nikushauri, kama hujaweza kuelewa kipawa chako Mungu alikupea wakati uliamini, nenda mbele ya Mungu, upige magoti na uombe msamaha na umuulize, uliponiita ulinipea kipawa gani nikutumikie nacho? Kwa maana Yesu yu karibu kuja, na sitaki ufanye vile unaona watu wengine wakifanya. Nataka utumie kipawa chako ili umutumikie nacho. Wale wamepewa vipawa vya kutoa mali yao wanafanya vizuri. Kwa maana hebu nikwambie, sasa nataka nikwambie maneno ya maandiko kinaganaga au kinagaubaga. Yesu alipokuwa hapa duniani alituambia hivi, tusijiwekee utajiri wetu hapa duniani pahalibikapo vitu na wezi uvunja na kuingia na kuiba, lakini tujiwekee utajiri wetu mbinguni. Na swali ni, wewe unaniona? Wewe unaniona? Umewahi kuona ngazi popote ya kupanda ueleke utajiri wako mbinguni? Nitekee sikio, nikuelezee ngazi mahali hivyo. Hayo maandiko yako, nakwambia Yesu alisema, yako Mathayo 6 mstari wake 19. Sasa nitakwambia mengine. Kitabu au waraka wa Wagalatia 6 mstari wake wa 6 na wa 7 na wa 9 inasema hivi. Wa 6, mwanafunzi wa lile neno na mgawie mkufunzi wake vitu vyake mzuri wakule na yeye. Mstari wa 7, msitanganyike, Mungu adhihakiwi. Mstari wa 9, tusichoke na kutenda mema. Mpendwa, ukitenda mema leo, kesho na kesho utende, usichoke, endelea kutenda mema, kwa maana umepewa neema ya kutenda hayo. Unanisikiliza mpendwa? Hiyo ni kazi umepewa. Sasa nataka nikwambie hivi, maandiko ya mwisho nataka nikumalizie naye. Wa Korintho wa kwanza 9 mstari wake 13 na 14. 13 yasema hivi, waliofanya kazi ya hekalu walikula vitu vya hekalu, na waliofanya kazi ya madhabahu walikula hapo madhabahuni kuna sehemu yao. Nisikilize vizuri, unitegee sikio. Mstari wa 14, Yesu akasema, akaamuru, mhubiri wa injili atakula injili hiyo, kwa sababu mfanyikazi lazima alipwe mshahara wake. Mpendwa, mhubiri anaokuhubiria ukasikia umebarikiwa, huyo ni mtumishi wako. Na vile tumesoma Wagalatia, mgawie vitu vyako mkule na yeye, ili upate baraka. Tumepewa neema ya kula mali ya washiriki, si kwa kunyakua. Watupe na moyo wa kupenda, wakitarajia baada ya kufanya hayo watapata baraka. Na hiyo ndiyo njia au hiyo ndiyo ngazi ya kupeleka utajiri wako mbinguni.
ukubali au ukatae. Hiyo ndio maandiko inasema, sio mimi nimesema. Kwa hivyo mhubiri anaokuhubiria, hata ukimhudumia suti nzuri aweza kuvaa akisimama mbele ya watu, utakuwa umefanya makosa gani? Kwa maana hiyo ndio njia moja ya kuweka utajiri wako mbinguni. Hata umupatie mbuzi akakule na watu wake, wakitaka kwenda kuhubiri mahali na pengine hana tikiti, mpatie ikiwa una uwezo. Na akitaka kwenda kuhubiri na akose gari iwe haina mafuta, muwekee mafuta kwa gari, utahesabiwa ulihubiri pamoja na yeye. Mpendwa, ukubali au ukatae, maandiko yanasema hivi, sio mimi nasema. Wacha nifike hapo siku ya leo, na nataka niombe kwa ajili ya wale wamesikia wanaamini, na wale waliungama dhambi zao, na wale waliniuliza niwaombee. Mimi sijui shida zao, lakini maandiko inatuambia dhahabu na fedha ni mali ya Mungu, na yeye anatawala juu ya vyote vilivyo mbinguni na vilivyo duniani. Ikiwa ni shida waliye naye awapatie kila mmoja, na watashukuru. Tuombe. Mungu Baba yangu, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Nimezungumzia watu, maneno nimeweka kwa hewani, yafikie yoyote atakaosikia, ili aweze kupata baraka na aweze kushukuru. Asante Baba kwa kuwa hayo utayatenda. Sauti yangu ya nyamaza, Roho Mtakatifu apeleke ujumbe kwa wale wanaostahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi naomba na kuamini. Amen.